Imeelezwa kwamba nchi ya Tanzania imepiga hatua kubwa katika kupunguza maambukizi mapya ya ugonjwa wa kifua kikuu kutoka wagonjwa 306 kwa kila watu 100,000 mwaka 2015 hadi wagonjwa 183 kwa kila watu 100,000 kwa mwaka 2023, ikiwa ni sawa na punguzo la asilimia 40. Naibu Waziri wa Afya Dr. Godwin Mollel akizungumza katika siku ya kifua kikuu duniani mkoani Arusha amesema kwamba hatua hizo zimechangiwa na jitihada kubwa zilizochukuliwa na serikali inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuboresha huduma za kifua kikuu hapa nchini. Lakini haya hayajatokea bahati mbaya. Nafikiri mmemsikia mkurugenzi. Hayajatokea bahati mbaya, yametokea kwa sababu kuna uwekezaji uliowekezwa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo mmeona wameokolewa watu kuambukizwa 81,000, si ndio 918. Sawa walikuwa waambukizwe karibia wilaya nzima ya watu, si ndio wameokolewa hawajaambukizwa. Maana yake wale watu wangekuwa hospitalini na wangekuwa na dozi ya zaidi ya miezi 6, wameokolewa. Lakini umeona kulikuwa na watu 37,600 walikuwa wafe, yani wangekuwa wako makaburini, yani ingekuwa ni kaburi unazihesabu 37,000 na ngapi na 600, leo wako na familia wao. Yani kuna wamama walikuwa wawe wajane, kuna wababa walikuwa wawe wagane, si ndio kuna watoto walikuwa wafe kabla ya kufikisha ndoto zao, lakini leo wako salama. Haijatokea bahati mbaya, imetokea kwa sababu rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amedumbukiza fedha kwenye sekta ya afya, ndio zikashuka sasa fedha kwenye eneo la miundombinu. Maana yake zahanati zilijengwa, si ndio? Lakini vituo vya afya vilijengwa, hospitali zilijengwa na mambo mengine, lakini akawekeza kwenye teknolojia. Teknolojia zikaenda chini, lakini akawekeza kwenye ujuzi. Maana yake kuwaongezea wataalamu wetu ujuzi, lakini akawekeza, umesikia kwenye wenzetu hawa sasa ambao ni watu wa afya ngazi ya jamii. Kwa hiyo uibuaji wa kuwagundua watu mapema, kwa sababu ukimgundua mtu mapema maana yake nini? Ukimgundua, ukimweka kwenye dawa, maana yake unamzuia kuambukiza watu wengine, si ndio Kwa hiyo ujuaji ukaongezeka. Lakini wanapofika hospitalini mtu mapema, hata anakohoa kwa sababu kwanza hospitali iko karibu, kwa sababu vituo vya afya vimejengwa karibu, lakini kuna teknolojia, kuna vipimo, lakini wamejengewa watu ujuzi. Maana yake wanagundua haraka mtu huyu amekuja. Wengine wanaweza wakawa wako treated, watu wanafikiri ni pneumonia, ni kitu gani, lakini kwa sababu ya teknolojia na ujuzi kuongezeka, sasa watu wanang'amuliwa mapema na wanaingizwa kwenye dawa mapema, na wengine wanaokolewa kuambukizwa. Hayo ndio alichokisema mwenzetu hapa. Sio kwamba zimetokea kwa bahati mbaya. Imetokea kwa sababu mkuu wa nchi ambaye ni rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka mkakati maalum, mkakati uliofanya resources zifike chini. Na hata ukisikia kile kipindi cha COVID ilifika mahali yakajengwa madarasa mengi. Manake kama watoto walikuwa nasongana madarasani, wasongani tena, na maambukizi yanafanya nini? Yamenunuliwa mpaka mashine za kuchimba maji, na maji yamekwenda karibu na wananchi. Yote hayo yanapeleka impact kwenye sekta ya afya. Ndio maana huwa siku zote tunawaambia, ukiweka $1 kwenye afya unapunguza kwenye maji, ukiweka $1 unapunguza $4 upande wa afya. Lakini ukipunguza mkusanyiko wa watu na congestion ya watu kwenye maeneo mbalimbali, pia sisi upande wa afya unatupunguzia kasi ya maambukizi ya magonjwa. Leo tumekuja kuwaambia kwamba hayo yaliyosemwa na wao wenzetu, lakini mfikishe hizo data vizuri kwa Watanzania wajue kwa kipindi hiki rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameokoa watu wangapi wasiugue kwenye eneo la TB peke yake.
kwenye eneo la TB peke yake, kwa maana wameokolewa watu wasiugue 81,918 ni karibia wilaya nzima kwenye eneo la kifua kikuu peke yake. Lakini rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye eneo la kifua kikuu peke yake ameokoa watu 37,600. Maana yake ardhi yetu imeepushwa na kaburi 37,600. Lakini tulijikita sana kwenye halmashauri 76 ambazo zilikuwa zinaonesha zina maambukizi makubwa ya ugonjwa huu. Kampeni hii ililenga kuchochea kasi ya kuibua wagonjwa na kuwaweka katika matibabu, lakini kikubwa zaidi ilikuwa ni kuongeza hamasa, hasa katika utoaji wa elimu juu ya ugonjwa huu katika halmashauri hizo, ili kusaidia jamii hizi kuweza kufikia huduma hizi katika vituo vya kutolea huduma. Nipende kutoa kwako mafanikio machache ya kampeni hii. Moja, ilikuwa kupitia kampeni hii tulikuwa tumepanga kuibua wagonjwa 14,471. Tukafanikiwa kuibua wagonjwa 9,585. Na hawa niliowataja walikuwa ni wagonjwa wa kifua kikuu cha kawaida. Kuna wagonjwa wa kifua kikuu sugu tuliowaibua walikuwa 36. Na wote walioibuliwa katika kipindi hicho wamewekwa katika matibabu. Kampeni hizi zinatarajiwa kuisha tarehe 31 mwezi wa 3, ambapo tutatoa takwimu rasmi za mafanikio ya kampeni hii. Lakini kama nilivyosema awali, swala la pili ambalo tulifanikiwa sana katika kampeni hii ni kuongeza hamasa na utashi juu ya ugonjwa wa kifua kikuu katika ngazi ya mikoa na halmashauri ambazo kampeni hii ilipita. Na tunashukuru sana wewe naibu waziri pamoja na mheshimiwa waziri wa afya mlishiriki katika kuzindua hii kampeni na imekuwa na mafanikio makubwa sana. Lakini kwa kupitia kampeni hii imetupa somo kubwa sana ambalo limetueleza kwamba kumbe kwa kutumia mbinu mbalimbali ambazo zinabuniwa na mikoa husika inaweza ikachagiza kuendelea kuibua wagonjwa wengi katika mikoa inayobaki. Nasi tumezichukua zile au yale mafanikio ya kutumia mbinu mbadala, si zile ambazo zinaelezwa katika miongozo tu, lakini zile za kujiongeza. Mfano, kuna mkoa ambao ulihakikisha kwamba hautumii wahudumu wa afya ngazi ya jamii kuibua wagonjwa walioko kwenye jamii tu. Ilijiongeza ikapeleka wale wahudumu wa afya katika ngazi za vituo vya kutolea huduma. Hivyo kuongeza angalau nguvu kazi katika vituo vya kutolea huduma katika kuhakikisha wachunguza wateja wote wanaofika katika vituo vya kutolea huduma.